tupate kwa nani faraja ya roho. Kwa Yesu, kwa Bwana Yesu, uwapi msingi wa kutegemea. Kwa Yesu, kwa Bwana Yesu, Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, ninashangilia kwa roho yangu. Uweri, uweri wa uko, haufasiriwi moyoni wafahamiwa. Kwa Yesu, Yesu, kwa Yesu, ninashangilia kwa roho na moyo. Uweri wa uko, haufasiriwi moyo wafahamiwa. Na maji mazima yapatwa kwa nani? Kwa Yesu, kwa Bwana Yesu. Na wapi twapata mikate nyikani? Kwa Yesu, kwa Bwana Yesu. Kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, ninashangilia kwa roho na moyo. Uweri wa uko, haufasiriwi moyoni wafahamiwa. Mahali tutapostarehe ni wapi? Kwa Yesu, kwa Bwana Yesu. Na nguvu ya kuendelea ni wapi? Kwa Yesu, kwa Bwana Yesu. Kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, ninashangilia kwa roho na moyo. Uweri wa uko, haufasiriwi moyo wafahamiwa. Ni nani anayebatiza kwa roho? Ni Yesu, ni Bwana Yesu. Upendo wa ndugu watoka kwa nani? Kwa Yesu, kwa Bwana Yesu. Kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, ninashangilia kwa roho na moyo. Uweri wa uko, haufasiriwi moyoni wafahamiwa. Kwa Yesu, kwa Yesu, ninashangilia kwa roho na moyo. Uweri wa uko, haufasiriwi moyo wafahamiwa. Simba wa Yuda ni nani? Ni Yesu Mwokozi. Simba wa Yuda ni nani? Ni Yesu Mwokozi. Kwa nini aitwe simba? Alinguruma duniani. Yesu
akanguruma kuzimu, tena akamkanyaga shetani, oh, akamnyang'anya funguo. Ni Yesu Mwokozi. Kwa nini aitwe simba? Yesu alinguruma duniani, Yesu akanguruma kuzimu, tena akamkanyaga shetani, tena akamnyang'anya funguo. Ni Yesu Mwokozi. Simba wa Yuda ni nani ndugu? Ni Yesu Mwokozi. Simba wa Yuda ni nani dada? Ni Yesu Mwokozi. Yesu kwa nini aitwe simba? Alinguruma duniani, Yesu akanguruma kuzimu, tena akamkanyaga shetani, yeye akamnyang'anya funguo. Ni Yesu Mwokozi. Kwa nini aitwe simba? Alinguruma duniani, Yesu akanguruma kuzimu, tena akamkanyaga shetani, huyo akamnyang'anya funguo. Ni Yesu Mwokozi. Simba wa Yuda ni nani? Ni Yesu Mwokozi. Simba wa Yuda ni nani ndugu? Ni Yesu Mwokozi. Kwa nini aitwe simba? Alinguruma duniani, Yesu akanguruma kuzimu, tena akamkanyaga shetani, mwishowe akamnyang'anya funguo. Ni Yesu Mwokozi. Mungu wa Eliya leo yuko hapa, atatubeba kwenye mbawa zake salama. Mungu wa ujumbe leo yuko hapa, atatubeba kwenye mbawa zake salama. Mungu wa Danieli leo yuko hapa, atatubeba kwenye mbawa zake salama. Mungu wa ishara leo yuko hapa, atatubeba kwenye mbawa zake salama. Mungu wa ujumbe leo yuko hapa, atatubeba kwenye mbawa zake salama. Palipo mzoga utaona tai wamekusanyika, hapo kuna uzima. Palipo mzoga utaona tai wamekusanyika, hapo kuna uzima. Yeye yule jana leo hata milele, yeye yule jana leo hata milele, yeye yule jana leo hata milele. Haleluya, haleluya. Ndio ni wakati sasa wa kusikia neno. Baada ya kusikia neno tunaingia kwenye maombi. Miriamu na Jonas hawajafika. Okay, tutafungua Biblia zetu. Mtu afungue Biblia yake katika kitabu cha Luka, fungua Luka
sura yake ya 10. Luka sura ya 10 kuanza kwenye mstari wake wa 25. Ndio vesi ambayo tulikuwa tunaisoma leo. Luka 10:25. Nisome, naanza. Na tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. Naye akitaka kujidai yake, alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko. Akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharamiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe katika hao watatu? Ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Amen. Amen. Haleluya. Hii vesi ni vesi nzuri sana. Nimeshawahi kuihubiri kanisa pale kanisani. Ishapita karibia miaka tangu nihubiri pale kanisani. Qui est ton prochain? Na jirani yangu ni nani? Na mwenzangu ni nani? Nimeshaihubiri pale kanisani, na leo tena nilikuwa ninaisoma. Unajua hii vesi ni vesi nzuri sana. Nzuri sana, inaleta mafunzo mazuri sana. Tutazungumza leo kidogo kuhusu hii vesi ya Luka 10 kwanza mstari wa 25. Amen. Katika hii vesi Yesu alikuwa mahali, akaja mwanasheria. Haleluya. Mnajua mwanasheria ni nani? Mwanasheria ni mtu aliyesomea sheria. Tabachubi mbona sheria. Watu wa kwanza ubishi ni wanasheria. Hata mkiwa na mwanasheria katika familia yenu, yeye atakuwa kila siku anataka ashinde sheria. Sisi tulikuwa tunafanya kazi na mwanasheria mmoja kule kazini. Tauli undivengu kila etwai. No, hapana bwana. Article 20, code 20 inasema hivi. Na asili ya wanasheria ni hivyo. Hawatakagi kushindwa sheria. Hata katika mazungumzo ya kawaida, kama kuna mtu ambaye alisomea sheria, atajitahidi mpaka yeye ashinde sheria. Kwa hiyo wanasheria wako hivyo. Sasa huyo pia hapa ni mwanasheria. Mwanasheria mmoja alisimama amjaribu. Huyu mwanasheria alikuja ili kujaribu Yesu. Ina maana kuna kuaga maswali mengine ya kujaribu. Na ndio maana mnaona hata sisi waga tujibie kila swali kwa kila mtu. Sababu kuna watu wengine wanakuja kwa wanaleta maswali ili kujaribu. Sasa huyu mwanasheria naye alikuja ili ajaribu Yesu. Akauliza Yesu hivi, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Amen. Yeye anauliza nani? Yesu. Nifanye nini niurithi uzima wa milele? Na yeye ni mwana sheria. Unaona hapo sasa? Na sheria ni nini? Ni Torati. Ni Torati. Si Torati ndio sheria?
Tukisema sheria si maana tunasema Torati. Sababu wakati ule Torati ndio ilikuwa kila kitu. Alafu tena anakuja kuuliza Yesu afanye nini ili arithi uzima wa milele. Yesu akamwambia, imeandikwa nini? Wasomaje wewe? Wewe si mwana sheria. Wewe si mwana Torati. Sawa? Wewe si mwana sheria. Sasa imeandikwaje wewe katika ile sheria, katika ile Torati? Wewe unaisomaje hiyo? Unielewaje? Sikiliza jibu yake. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Unaona akili ya wanasheria? Yaani anauliza swali ambalo yeye anajua jibu. Yeye anajua jibu, lakini tena anaenda kuuliza nani yeye? Sasa Yesu kwa sababu yeye ni Mungu, Yesu alimuona akasema huyu anauliza juu ya kujaribu, hataki kujua. Anauliza tu juu ya kufanya nini? Ya kujaribu. Ndio maana sasa Yesu akamcheza mpira ili kwamba tena yeye alete jibu ya swali lake. Kwa hiyo yeye alifikiri labda anaenda, najua asili ya wanasheria hivi. Hata waende mahali kule mahakamani ambako wanasheria wanasema maloya. Wao utaona wanauliza maswali. Wanaulizaga maswali ambayo wao tena wanajua jibu. Anakupiga swali na anajua hili swali ambalo anakupiga utajibu hivi. Kwa hiyo ukijibu hivi kama visa anavyowaza, anakuingiza katika mtego mwingine. Kwa hiyo wanasheria ni watu wa kutafutia watu mitego. Le question d'attrape ni. Ndio huyu hapa. Anaenda kuuliza Yesu swali ambalo yeye anajua jibu. Kumbe hajui kwamba anaenda uliza mwanasheria mkuu. Sasa Yesu naye akamgeuka, akamfanya yeye alete jibu ya swali lake. Amen. Hii scenario mimi waga ninaipenda sana. Ndio maana nifanye nini nirithi uzima wa milele? Yesu naye akamuuliza, imeandikwaje katika Torati, unasomaje wewe? Tena yeye akatoa jibu. Sasa katika kutoa kwake jibu, akatoa jibu vizuri. Yaani alikuwa anajua jibu ya swali lake. Sababu amepatia katika jibu. Mpaka Yesu mwenyewe akamsifia. Yesu akajibu akasema, akamwambia, umejibu vema. Mstari 28. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. Yesu akamwambia, umejibu vema. Mbona umekuja kuniuliza ufanye nini ili urithi uzima wa milele? Kumbe unajua sasa hivyo umejibu nini? Vema. Fanya hivyo na wewe utafanya nini? Utaishi. Ina maana huyo mtu akaelewa kwamba kwa kupata uzima wa milele inapaswa kupenda Mungu na kupenda jirani yako. Ndio hivyo? Sasa wanasheria kama asili yao hawapendagi kuelewa haraka. Ndio sasa kwa kupenda kujidai, Biblia inasema kwa kupenda kujidai, kwa kupenda kuonyesha kama yeye ndo mbabe. Yaani kwa kupenda kujieleza zaidi, kwa kupenda kujionyesha is the man of the moment. Mimi ndo mwanasheria, kama akili ya wanasheria wote. Akauliza swali nyingine. Amen. Naye akitaka kujidai yake, alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Wala la kesi. Na jirani yangu ni nani? Sasa hapa ndo kunaanza mziki. Naomba sasa msikilize. Sawa? Msikilize vizuri hapa ili sasa muelewe hili jibu la Yesu. Tuko pamoja? Okay, msikilize sasa vizuri. Sasa wakati huyu jamaa alipouliza hili swali. Sawa? Sababu ili urithi uzima kulingana kwa mujibu wa Torati, ili urithi uzima wa milele, kuna mambo haya mawili. Kwanza, upende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote. Sawa? Hiyo tunaelewa. Na la pili, upende jirani yako kama nafsi yako. Fungua hilo dirisha. Upende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo sesipozeke huyu mwanasheria alikuwa ameshajua Mungu wake ni nani. Kwa hiyo sasa jambo la pili ni jirani. Sababu si jambo la kwanza upende Mungu wako, jambo la pili upende jirani yako. Na Yesu akamwambia, haya basi, fanya hivyo na wewe utafanya nini? Utaishi. Kwa kupenda kujidai haki, akauliza tena Yesu, akaongeza swali kwa lile swali. Jirani yangu ni nani? Hapo ndo kuna mambo. Yesu alikuwa na style ya kujibu majibu kwa mifano. Parabol. Unajua parabol?
Parabole ni mfano. Pourquoi Jésus prêchait souvent par parabole? Yesu alikuwa anahubiri sana kwa mifano kwa sababu watu waelewe. Na kitu kingine katika mifano ya Yesu, mifano ya Yesu alikuwa anajiadapt. Sawa? Na mazingira ya watu wa eneo lile. Na hali ya eneo lile. Yaani Yesu akitoa mfano, anatoa mfano kulingana na mazingira ya pale alipo kwa saa na dakika kama hii. Sasa Yesu anapotoa mfano, faites attention. Pay attention. Yesu anapotoa mfano, hicho ni kitu cha kilindi sana. Inabidi ukae chini utulie, uelewe. Roho Mtakatifu akuongoze. Yesu anapotoa mfano, usiende haraka haraka, usikurupuke na kuelewa kwako kwa haraka haraka. Lakini kaa chini, tulia, uelewe. Sasa leo tutasoma ili jibu la Yesu alilojibu huyu mwanasheria. Swali ni nini? Mwanasheria aliuliza nini? Mwanasheria aliuliza nini ambao sote tunataka soma? Huyu alikuwa anasinzia. Bile manga. Mwanasheria alijibu nini? Mwanasheria aliuliza nini? Aliuliza yeye. Aseme nani? Jirani yangu ni nani? Iko anacheka. Na mwenzangu ni nani? Mwanasheria aliuliza mwenzangu ni nani? Jirani yangu ni nani? Ni nani? Christina, mwanasheria aliuliza nini? Aliuliza mwenzangu ni nani na jirani yangu ni nani? Okay, au jirani yangu ni nani au mwenzangu ni nani? Kwa Kifaransa inasema qui est mon prochain. Kwa Kiingereza inasema who is my neighbor? Yaani jirani yangu ni nani? Who is my neighbor? Kwa Kiswahili jirani yangu ni nani? Sasa jibu la Yesu ndio nimesema munisikilize sasa kwa makini. Yesu katika kujibu hili swali akachukua mfano, ila un parabole, ambayo huu mfano unazoeleka watu wanaujua kama mfano wa Msamaria mwema. Mfano wa Msamaria mwema. Ila ni mfano wa kilindi sana. Ni usome kwanza au ni ueleze kwanza. Katika mfano Yesu anaeleza hivi. Mtu mmoja ambaye hakutajwa jina, hakutajwa kabila, ila anajulikana tu ni mtu. Huyu mtu alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Fuata vizuri hapa. Mfano wa Yesu. Sawa? Huyu mtu ambaye Yesu hakusema kabila lake, hakusema jina lake, hakusema ni wa nyumba gani. Ila tu akasema kwamba huyu mtu alikuwa anashuka. Ina maana kutoka Yerusalemu kuja Yeriko kuna mteremko. Ni mahali pa kushuka. Ni kama vile kutoka Kafulo kuja Baraka. Wewe ulikuwa Kafulo. Mkutoka Kafulo kuja Baraka si ulishuka? Voilà. Ina maana kutoka Yerusalemu, jambo la kwanza, kutoka Yerusalemu kuja Yeriko palikuwa mshuko. Palikuwa kuteremka. Comprenez, c'est très difficile ça. C'est very deep. Listen. Sasa huyu mtu katika kushuka kwake, akiwa njiani anashuka. Sio anapanda. Huyu mtu hakukuwa anapanda. Huyu mtu alikuwa anashuka. Mnaelewa? Amjelewa, nitaeleza vizuri baadaye. Sasa huyu mtu katika kushuka kwake njiani akakutana na wanyang'anyi. Akakutana na wabandi. Akakutana na majambazi. Unapata vizuri Alipokutana na wale majambazi, huyu mtu ambaye alikuwa anashuka akakutana na majambazi. Anashuka kutoka Yerusalemu kuja Yeriko. Yeriko ambayo ilikuwa ni mji wa mataifa, Yerusalemu ambao ulikuwa ni mji wa Wayahudi. Sawa? Na hapa katika hii njia yake ya kushuka akakutana na majambazi. Wale majambazi wakamfanyia ule mtu vitu hivi vitatu. Pay attention. Kitu cha kwanza walimvua nguo. Kitu cha pili wakamuweka jeraha. Kitu cha tatu wakamuacha nusu kufa. Ndio vitu hivi vitatu. Hawakuongeza kingine wale majambazi. Hawakuongeza kingine. Walimfanyia ule mtu vitu hivi. Sasa hivi vitu vyote viko na maana yake. Attention na mfano wa Yesu sio jambo la mzaha. Jambo la kwanza nasema walimvua nguo.
Hii kuvuliwa nguo ina maana yake. Jambo la pili, wakamweka majeraha mwili mzima. Jambo la tatu, wakamwacha pale na majeraha yake nusu kufa. Wale majambazi wakaondoka. Wakati ule mtu anakaa pale, sikilizeni vizuri, aliyekuja wa kwanza kupita njia ile kwa bahati nasibu alikuwa ni kuhani. Mnajua yote kuhani kama ni mtu gani? Kuhani ni kiongozi wa dini. Kuhani tuseme kama mchungaji leo. Kuhani tuseme kama mwinjilisti, kama askofu, kama mtume. Yaani mtu ambaye anastahili kuwa na huruma ya mtu, si ndio hivyo? Ukiwa mtumishi wa Mungu si manake wewe ni mbeba mizigo ya watu. Manake ni mtu ambaye una huruma, mtu ambaye yuko supposed kuwa na huruma mwingi na upendo kwa watu wengine. Lakini cha ajabu, yuko kuhani akafika, akapita. Akaacha ule mtu pale anaumia. Mtu wa pili aliyekuja alikuwa ni Mlawi. Si mnajua Mlawi ni mtu wa aina gani Sababu ili kwamba uwe kuhani ilikuwa inabidi uwe mtu wa nyumba ya Lawi, familia ya Haruni. Si mnaelewa hivyo? Kwa hiyo Mlawi ni mtu ambaye pia ni kiongozi wa dini, ambaye iko supposed awe na huruma na watu, apende watu. Lakini huyu Mlawi naye alipofika hapo, naye akapita. Mtu wa tatu aliyepita pale sasa ni Msamaria. Msamaria. Kumbuka katika nyakati zile kulikuwa kabila tatu kubwa za watu. Unafuata vizuri Kulikuwa kabila la kwanza Wayahudi, kabila la pili wa Samaria, kabila la tatu wa mataifa. Kwa hiyo Wasamaria walikuwa ni watu wa chini. Ni kama vile nilipeleka mfano kama vile hapa Baraka tuseme Wabembe na Wazoba. Wabembe wanajisikia kama vile wako juu kuliko Wazoba. So unaona kama vile Wazoba wanadharaulika kidogo vile, Wabembe wanajisikia wako juu. Vitu kama hivi vya kabila kujisikia kuwa juu ya lingine. Na kama vile ukienda Rwanda leo, Watusi na Wahutu, Watusi wanajisikia wako juu, Wahutu kama kidogo wako chini. Nasikia hata kule Lubumbashi na kule kuna kwanga hivi vitu vya ukabila. Kwa hiyo Wasamaria sasa wakati ule ndio kama vile Wazoba. Ndio kama vile sasa watu Wahutu. Ndio ilikuwa kabila ya chini ambayo inadharaulika. Kwa hiyo Myahudi asingekula hata na Msamaria. Yaani Myahudi asingeomba hata Msamaria maji ya kunywa, sababu Myahudi alikuwa anajisikia iko juu. Kwa hiyo sasa huyo Msamaria, yani mtu wa kudharaulika, mtu ambaye wengi wangemuona hana samani, naye alipofika pale, sikiliza sasa. Msamaria alipofika pale, yeye akaonea ule mtu huruma. Jambo la kwanza, Msamaria akamwonea nini? Huruma. Notesa. Msamaria akamwonea nini? Huruma. Naomba nisome kidogo hapa. Msamaria cha kwanza alimwonea nini? Huruma. Sikia jambo lingine hapa. Alipomwonea huruma, lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alipofika hapo alipo na alipomuona alimhurumia. Cha kwanza Msamaria akamwonea huruma. Jambo ambalo ule kuhani hakufanya, jambo ambalo ule Lawi hakufanya. Akamkaribia, akamfunga jeraha zake. Listen. Unasikiliza Kristina? Baada ya kumwonea huruma akamkaribia, akaanza fanya jambo la kwanza, akafunga zile jeraha. Ina maana akaweka bandaje kwenye vile vidonda. Akazitia mafuta na divai. Attention hapa. Kwenye zile jeraha. Msikie vizuri hapa. Huu ni mfano wa Yesu. Kwenye zile jeraha za ule mtu, yule Msamaria akaweka mafuta na divai. Akaweka nini? Stani, aliweka nini kwenye jeraha? Mafuta na divai. Aliweka nini kwenye jeraha? Mafuta na divai. Ina maana hizi sio jeraha za kawaida. Sababu huwezi ukakamata divai uweke kwenye jeraha. Divai si ni pombe. Unaweza ukakamata pombe uweke kukilonda. Donc Yesu anapoongea, uwe makini sana na kile Yesu anachoongea. Parce que quand Jésus parle quelque chose,
automatically iko na maana hii mbili. Subiri nimalize kwanza kusoma. Akafunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza hata siku ya pili, akatoa dinari 2. Kwa nini Yesu alipresize mpaka dinari 2? Na hizi dinari 2 akazitoa siku ya pili. Ina maana siku moja ilikuwa anatoa dinari 1. Hii ni jambo la kilindi sana. Akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharamiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Amen. Baada ya Yesu kumaliza huo mfano, akauliza sasa yule mwanasheria, waonaje wewe katika hao watatu, ni yupi aliyekuwa jirani yake? Yule aliyeanguka katika mikono ya wanyang'anyi? Hao watatu ina maana kuhani, Mlawi na Msamaria. Katika hawa watatu, kuhani, Mlawi na Msamaria, nani sasa ndo jirani ya huyo ambaye alianguka katika mikono ya wanyang'anyi? Sawa? Akasema, yule mwanasheria akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Aliyemwonea huruma ni nani? Ni Msamaria. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Amen. Niwaelezee sasa. Niwaambie sasa. Sasa msikilize. Huu mfano uko na maana hizi mbili. Sawa? Huu mfano wa Yesu Kristo una maana moja ya injili, maana ya kiinjili, na una maana ya pili ya kinabii. Sawa Christina, para kusinzia. Huu mfano wa Yesu uko na deux sens. Sens évangélique na sens prophétique. Deux sens. Uko na maana hii. Sens évangélique na sens prophétique. Nianze sens évangélique. Sawa? Maana ya huu mfano kiinjili ni nini? Huu mfano kiinjili unatufundisha ya kwamba tuwe watu wenye kujali watu wengine. Unapoona mtu yuko katika matatizo, unapoona mtu yuko katika shida, na kama una uwezo wa kumsaidia, msaidie. Amen. Huu mfano katika hii maana ya kiinjili unatufundisha ya kwamba la vie ne fait pas le moine. Wafaransa wanasemaka hivyo, la vie ne fait pas le moine. Eti padri sio kanzu. Kanzu haimfanyi padri kuwa padri. Nguo haimfanyi mtu kuwa padri. Lakini matendo. Hebu angalia huyu hapa. Kuhani ambaye angemhurumia. Kuhani ambaye angemhurumia lakini akapita. Kwa hiyo moyo wa kusaidia mtu sio mpaka uwe kuhani. Sio mpaka uwe kiongozi wa dini. Sio mpaka uwe Mlawi, sio mpaka uwe Myahudi, sio mpaka uwe Mwisraeli. Unaweza ukasaidia mtu wakati una ule moyo wa kusaidiana. Kwa hiyo tusitarajie tu msaada wenda kutoka kwa wakuhani, lakini tutarajie hata msaada tunaweza tukasaidiwe na mtu hata mwingine. Na jambo lingine ni kwamba Yesu akamwambia na wewe nenda ukafanye hivyo hivyo. Huu mfano unamaanisha ya kwamba jirani ni nani? Au na jirani yangu ni nani? Jirani yangu ni yule anayenipenda, anayenijali, anayenishughulikia wakati wa shida. Jirani yangu ni nani? Ni yule ambaye nikipata matatizo anashughulika kwa ajili yangu. Hapana ule jirani ambaye anaona niko kwenye shida na yeye huko anacheza muziki. Jirani anaona niko kwenye kilio na yeye huko anacheza muziki. Huyo sio jirani. Amen. Jirani ni yupi? Jirani ni yule ambaye niko kwenye matatizo, yeye anakosa amani. Kwa hiyo unaweza ukawe hata padiri na usiwe jirani. Unaweza ukawe hata kiongozi wa dini, simama unawe kwa macho Christine, na wewe sio jirani. Kwa hiyo jirani ni mtu ambaye anajali mtu mwingine, mtu ambaye anapenda mtu mwingine. Kwa hiyo kila mtu anaweza akawe jirani, na wewe unaweza ukawe jirani wa kila mtu. Sababu Yesu alimwambia nenda na wewe ukafanye hivyo. Ina maana na wewe nenda ukawe jirani mwema, ujali watu, upende watu, haswa wakati wa matatizo, wakati wa shida, jali wenzako. Ndio maana anasemaga rafiki mzuri anajulikana wakati wa
Wakati wa shida. Na ni kweli kabisa, wakati wa shida ndio utajua rafiki mzuri. Wakati wa shida ndio utajua rafiki wa kweli. Sababu rafiki ambaye anakupenda sababu ya pesa, sababu ya maendeleo, wakati wa shida nyembes anaondoka. Lakini ule rafiki wa kweli, wakati wa shida atakuwa na wewe. Atakubali afe kwa ajili yako. Atakubali apigwe fimbo kwa ajili yako. Voilà un ami. Kwa hiyo Yesu anatuhimiza kwamba tuwe na moyo wa huruma, moyo wa kupenda wengine, moyo wa kusaidia walio katika shida, moyo wa kupendana, moyo wa kuhurumiana, kuchukuliana matatizo. Matatizo ya huyu unachukulia kama ni matatizo yako. Shida za huyu unazichukulia kama ni tatizo lako. Na hilo haiko mpaka uwe kuhani. Makuhani hao hapa wameshindwa, lakini ambaye sio kuhani akaja akafaulu akawa na moyo mwema. Kwa hiyo moyo mwema sio swala la kuwa kuhani. Amen. Hiyo ndo maana ya kiinjili, maana ya kawaida, l'essence propre. Sasa hiyo maana hiyo sisi tuiweke kando, tuingie sasa katika l'essence prophétique. Ndo kunalala siri ya huu mfano. Haleluya. Hapo ndo kunalala siri sasa. Huu mfano siri yake ni zaidi ya hapo. Kuku ingine sens figure ambayo Yesu aliongelea huu mfano. Niwaambie naye, jirani yangu ni nani? Huyu jirani ambayo Yesu anaongea hapa. Haya yote ambayo Yesu ameongea hapa, Yesu amejiongelea yeye mwenyewe. Amen. Huyu jirani huyo ni yeye Yesu. Huyu Msamaria mwema huyo ni yeye Yesu. Sasa sikilizeni vizuri. Msikie sasa niwaambie. Ndio maana Yesu anapotoa mfano. Uwe makini sana kusikiliza mfano wa Yesu. Ukikurupuka nao haraka, unaenda kulu uelewa wa kawaida, utaenda kombo. Huyu mtu ambaye anashuka kutoka Yerusalemu kuja Yeriko. Kumbuka hekalu lilikuwa wapi? Yerusalemu. Kwa hiyo huyo mtu analinganishwa na mwanadamu ambaye ameanguka. Msikie sasa maana halisi sasa ya huu mfano. Analinganishwa na mtu ambaye ametoka katika maisha ya utakatifu, ameanza kushuka kuingia katika maisha ya dhambi. Ndio maana kila wakati unapotoka kwa Yesu utakutana na mambo mabaya. Kila wakati unapotoka katika Ukristo, kila wakati unapotoka katika maisha ya utakatifu, unapotoka katika maisha ya maombi, unapotoka katika maisha ya neno, utakutana na mambo mabaya, utakutana na majambazi. Sawa Kwa hiyo huyu mtu huyu analinganishwa na mtu ambaye alikuwa Mkristo. Unaona yuko anatoka Yerusalemu. Maana yake anatoka kwenye kwa hekalu. Huyu mtu analinganishwa na Mkristo ambaye ameanguka, anaanza elekea duniani. Sawa Ameshaanza acha neno. Ameshaanza acha kukusanyika. Ameshaanza kimbia wa ndugu, kukutana na ndugu anakwepa. Mtu ambaye ameshaanza kuanguka. Huyu mtu huyu vishuke vipande atakutana tu na kitu kibaya. Ndio huyu akakutana na majambazi. Tuko pamoja? Hao majambazi aliyokutana nao wanawakilisha mapepo. Mnaelewa sasa hapa? L'essence prophétique maana ya mfano. Hao majambazi wanawakilisha nini? Mapepo. Mapepo ya shetani yanakukuta katika safari yako ya Ukristo, ambayo tayari uishaanza kuanguka. Uishaanza toka katika neno. Uishaanza hacha neno. Uko njiani boom, unakutana na mapepo. Mapepo yanafanya nini? Cha kwanza yanakuvua uwepo wa Mungu. Comprenez là-bas? Yanakuvua nini? Uwepo wa Mungu. Ndio maana cha kwanza mapepo ilichokifanya ilimvua nguo. Nguo veut dire, nguo maana yake uwepo wa Mungu. Kwa hiyo zile pepo zikamwacha uchi, zikamwacha bila Mungu, ndio zikamvua nguo. Unapata vizuri Kristina? La pili, zile pepo zikamweka majeraha, yani zikaondoa neno ndani yake, ndio yale majeraha. Zikamwacha nusu kufa. Hauna Mungu, hauna neno, maana yake hauna Roho Mtakatifu. Wewe uko mtu wa kwenda kuzimu. Yani zikamwacha karibu na kwenda kuzimu. Sababu kufa sio hii kufa ya kimwili. Yesu akisema kufa, maana yake ni kifo cha nafsi. Unafuata vizuri
Yesu akitumia lugha kufa, sio kufa ya mwili, maana yake ni kifo ya nini? Ya nafsi. Ina maana zile pepo ziliacha nafsi ya ule mtu karibu ya kwenda wapi? Sababu wameshamtoa neno, wameshamtoa uwepo wa Mungu. Huyo mtu si yuko karibu ya kwenda kuzimu? Sasa yuko pale karibu ya kwenda kuzimu, anataka enda kuzimu. Mwanadamu wa kwanza akapita kuhani, akamwachilia. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuokoa mwanadamu mwingine. Amen. Akaja mtu ambaye anadharaulika, ambaye kabila lake linadharaulika, mtu ambaye hawezi fikiriwa, anaweza msaidia. Wale ambao wangefikiriwa wanaweza kusaidia, hawakuweza kusaidia. Sio makuhani. Tout le monde s'attendait kwamba, sababu wana wa Israeli wakati wanasubiria Masihi, walikuwa nafikiri labda Masihi atakuwa kuhani. Stani hata kusinzia. Labda Masihi atakuwa mtu mkubwa, anavaa makanzu, anakuja anatembea, mimi ndo Masihi, sasa nimeshuka kutoka mbinguni. Sasa wale wote ambao waliotajiriwa, waliotarajiwa wende watakuja kuwa wa Masihi, hawakukuwa wa Masihi. Aliyekuja kuonekana kuwa Masihi ni mtu ambaye hakufikiriwa hata kama anaweza akawe Masihi. Alizaliwa katika hori la ng'ombe, mtoto wa maskini, baba yake ni fundi cherehani. Ndo anakuja kuzaliwa nani? Masihi. Tena amezaliwa katika, yani kifupi, huyu Msamaria anawakilisha nani? Yesu. Amen. Baadaye sasa huyu Msamaria alichokifanya, akamhurumia. Yaani Yesu akahurumia ule mwanadamu ambaye yuko katika kuanguka, ambaye anashuka. Kushuka si ni hivi? Si maana yake ni kuanguka? Yesu akafanya nini? Akamhurumia. Alipomhurumia Yesu akamkaribia. Sio kisi Biblia inasema akamkaribia. Yaani Yesu akatoka mbinguni, baada ya Yesu kutuhurumia, akatukaribia, akajifanya kuwa ndugu yetu wa karibu. Baada ya Yesu kutuhurumia, akakubali kuteswa kwa ajili. Yaani akakubali kuishi na sisi. Akatukaribia, ajue matatizo yetu, ajue magumu yetu. Haleluya. Yesu alipotukaribia, akaanza kuganga yale majeraha yetu. Amen. Hii verse, huu mfano unaongelea tena upendo wa Yesu. Yesu akaanza kuganga majeraha yetu. Akachukua bandaji, akaweka. Akachukua nini? Bandaji. Akafanya nini? Akaweka. Ambayo inamaanisha nini? Neno. Akachukua divai. Haleluya. Akachukua na mafuta ambayo inawakilisha nini? Roho Mtakatifu. Akaweka kwenye vile vidonda vyetu. Vidonda ambavyo tulipigwa na nani? Na jambazi. Jambazi inawakilisha nani, Christina? Jambazi inawakilisha nani? Mapepo, umepata. Sawa, vidonda ambavyo tulipigwa na nani? Na jambazi. Akatuchukua, akatuweka juu ya mnyama wake. Haleluya. Mnajua maana ya Yesu kutuweka juu ya mnyama wake? Akatuweka katika mwili wake. Yaani sisi wanadamu tukawa partaker of the body of Christ. Yaani sisi wanadamu tukawa sehemu ya mwili wa Kristo. Unaelewa vizuri hapo Baada ya sisi kuwa sehemu ya mwili wa Kristo, akatubeba kwenye nyumba ya wageni. Yaani hospitalini. Hapo maana yake ni wapi? Kanisani. Ili tutibiwe pale. Haleluya. Akaacha analipa dinari 2. Mnajua dinari 2 ni nini? Agano la kale na agano jipya. Amen. Akasema, Bwana sikiliza, utibu huyu mgonjwa wangu, nimelipa malipo ndo haya, utibu mgonjwa wa. Kwa hiyo wagonjwa wote wanatibiwa na nini? Na neno. Agano jipya na agano la kale. Ndo dinari ambalo tuliachiwa. Kisha akaongeza akasema hivi, ukiongeza kingine chochote nitakuja hicho kingine chochote sasa ndo neno la ufunuo ambalo alikuandikwa, neno lililonenwa. Est-ce que vous comprenez ça?
Sina muda wa kueleza ya mambo kwa kiundani zaidi. Wale waganga walioachiwa yule mgonjwa, mnajua ndo nani? Ndo wa Efeso sura ya 4 mstari wa 11. Zile huduma 5. Sawa? Wakaachiwa nani? Mgonjwa wamtibu. Zile huduma zile Yesu akaja akaziweka ndani ya wanadamu. Kwa hiyo kinachotibu sio wale wanadamu, ni huduma za Yesu zilizo ndani ya wale wanadamu. Paske zile huduma Yesu ndo aliziweka. Na wale wanadamu wanaendelea kumtibu ule mgonjwa kupitia zile dinari mbili. Sio 3. Ni hizi. Haleluya. Ina maana hizi ndo dinari Agano la Kale na Agano Jipya. Kisha Yesu akauliza ule mwanasheria, sasa katikati yao rafiki yako ni nani? Aseme ni ule rafiki yangu, ni ule Msamaria. Amen. Kwa hiyo sasa Biblia inaposema ile tunazungumza sasa kwenye ile swali la kwanza ambalo linasema umpende Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa moyo wako wote, na umpende jirani yako. Unaelewa sasa maana yake? Maana yake upende Mungu na upende na upende Yesu. Kwa hiyo ule jirani ni nani? Ni Yesu. Mmepata picha? Vous avez bien compris là. Ndio maana ya huu mfano. Huu mfano unaongelea tu upendo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo jirani yetu sisi, jirani yetu, rafiki yetu ni nani? Ni Yesu. Hakuna mwanadamu anaweza ukafanya haya mpaka Yesu mwenyewe. Mpaka Yesu aingie ndani yake. Mpaka Yesu aingie ndani ya huyo mwanadamu ndio mwanadamu anaweza kufanyie mwanadamu mwingine mambo kama haya. Mpaka Yesu aingie ndani yake. Yesu asipoingia ndani ya mwanadamu, hakuna mwanadamu awezaye kufanyia mwanadamu mwingine mambo kama haya. Kwa hiyo jirani yetu ni nani? Ni Yesu. Ndio maana ya huu mfano. Bwana abariki haya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio basi mnaelewa maana ule wimbo, Mungu wa Eliya leo yuko hapa, atatubeba kwenye mbawa zake salama. Zile mbawa ni mbawa hizi mbili. Zile mbawa mbili ambazo Mungu atatubeba kwazo ni Agano Jipya na Agano la Kale. Ndio maana tunaposema Mungu ni Mungu wa maziwa mawili, ni maziwa haya mawili, Agano Jipya na Agano. Kwa hiyo tunanyonya kwa Agano Jipya na tunanyonya kwa Agano la Kale. Alilipa dinari hizi mbili, Agano Jipya na Agano la Kale. Kwa hiyo tunatunzwa kwa Agano Jipya na kwa Agano la Kale. Vous avez compris là? Kwa hiyo ndo hivyo. Haya, sasa hebu tuingie katika maombi. Unaweza ndio